mashambulizi ya kijeshi pamoja na kumalizika kwa kile ilichokitaja kuwa ni uvamizi wa maeneo yanayokaliwa na Israel. Alisisitiza kuwa bila hatua hizo haiwezekani kuzungumzia amani ya kudumu katika eneo hilo. Awamu ya pili ya mazungumzo yetu itaanza ili kufikia makubaliano ya mwisho, na makubaliano hayo yatawezekana tu ikiwa makubaliano ya maelewano yatatekelezwa kikamilifu. Kwa mtazamo wetu, hilo linamaanisha kusitishwa kabisa kwa mashambulizi na kumalizika kwa uvamizi, alisema Ismail. Kauli hiyo inakuja wakati wajumbe wa Marekani na Irani wakitarajiwa kukutana nchini Uswizi siku ya Ijumaa kwa mazungumzo ya awali yatakayoweka msingi wa hatua inayofuata ya mazungumzo kuhusu usalama wa kikanda, mpango wa nyuklia wa Iran na masuala mengine yanayohusiana na utulivu wa Mashariki ya Kati. Ismail alisema kuwa Iran haiwezi kukubali hali ambayo Lebanon itaachwa bila kuzingatiwa katika makubaliano yoyote ya baadaye. Alisema Teherani inaona suala la uhuru wa Lebanon na uadilifu wa mipaka yake kuwa sehemu muhimu ya juhudi zozote za kumaliza mzozo wa kikanda. Haikuwa jambo linalokubalika kwetu kuacha ndugu zetu Lebanon. Kuhusu uhuru na uadilifu wa eneo la Lebanon, tunakusudia kumaliza vita na kuweka mwisho wa kudumu na wa uhakika wa mzozo huo, alisema. Msemaji huyo aliendelea kueleza kuwa kwa mtazamo wa Iran haiwezekani kusema vita vimekwisha wakati bado kuna maeneo Lebanon yanadaiwa kubaki chini ya udhibiti wa Israel. Alisema uwepo huo unaonyesha kuwa chanzo cha mgogoro bado hakijaondolewa na hivyo hali ya vita inaendelea kwa namna moja au nyingine. Hatuna uwezo wa kuzungumzia mwisho wa vita wakati sehemu za ardhi ya Lebanon bado ziko chini ya uvamizi wa utawala wa Kizayuni. Kadri uvamizi huo unavyoendelea, inaweza kusema kuwa bado vita ipo na vinaendelea na havijaisha kiini chake, aliongeza. Kauli za Iran zinaashiria kuwa swala la Lebanon linaweza kuwa moja ya vikwazo vikubwa katika mazungumzo yajayo kati ya Marekani na Iran. Wakati Marekani ikisaka makubaliano mapana yatakayopunguza mvutano wa kikanda, Iran inaonekana kutaka kuona mabadiliko ya moja kwa moja katika uwanja wa vita, hususan kusini mwa Lebanon, kabla ya kuridhia makubaliano ya mwisho. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaonya kuwa msimamo huo unaweza kuongeza ugumu wa mazungumzo yajayo, hasa kutokana na uhusiano wa karibu na Iran na Hezbollah pamoja na mvutano unaoendelea kati ya Israel na makundi yanayoungwa mkono na Irani katika eneo hilo. Hata hivyo, mkutano huo wa Uswizi unatazamwa kama hatua muhimu ya kupima pande zote mbili zinaweza kugeuza maamuzi yaliyosainiwa kuwa makubaliano rasmi ya kudumu.